Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunaangazia makarakari yenye onyo kali kutoka kwa kigogo mmoja mwanahabari Lukman Maroto kuhusu wasaidizi wakuu wa Rais Samia Suluhu Hassan na suala la urais wa mwaka 2030. Mwanahabari Lukman Maroto amewaonya wasaidizi wa Rais Samia Suluhu Hassan wenye tamaa ya urais kuacha kuutolea macho urais wa mwaka 2030 na badala yake wafanye kazi waliopewa kwa uaminifu kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Katika makala yake kwa kuwataja, Maroto amesema makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ni wasaidizi wakuu wa rais na kwa mujibu wa katiba, hivyo wanapaswa kutumia nafasi zao kumuunga mkono Rais Samia na kuhakikisha serikali inatimiza wajibu wake. Hata hivyo, amesema mitaani kumekuwa na mazungumzo yanayowahusisha wawili hao na mbio za urais wa mwaka 2030, ingawa hakuna kauli yao ya moja kwa moja inayothibitisha kuwa wanajiandaa kugombea. Amesema Nchemba anatajwa pia kutokana na historia yake ya kushiriki mchakato wa kuwania tiketi ya CCM mwaka 2015 wakati Nchimbi hakushiriki. Kwa Maroto, jambo la msingi si kama wana ndoto ya urais, bali kama wana tamaa ya urais inayoweza kuwafanya washindwe kuitumikia serikali ya sasa kwa uaminifu. Wasaidizi wa rais wafanye kazi badala ya kuutolea macho urais. Tamaa ya urais itawafanya wawe wapinzani wa Rais Samia, na sasa watawezaje kufanya kazi kwa maelewano ili kuwaletea Watanzania maendeleo? Msaidizi mwenye tamaa ya urais utamani rais afeli ili yeye apate mtaji wa kisiasa. Vema kukaa pembeni ili kutumikia ndoto kuliko kumsaidia rais kwa ujanja. Amesema Maroto, akionya tabia ya kumdhoofisha kiongozi wanayemtumikia kama njia ya kujitengenezea mazingira ya kuutaka urais. Maroto amesema tamaa ya urais inaweza kusababisha kujenga makundi, kuvujisha siri, kujitenga na lawama za serikali na hata kutamani serikali iliyopo ifeli ili kupata mtaji wa kisiasa, akibainisha kuwa historia ya siasa imeonyesha madhara ya makundi yanapojitokeza wakati wa maandalizi ya mabadiliko ya uongozi. Pia ameeleza kuwa urais unaweza kuja kutokana na kazi nzuri na mazingira ambayo mtu hawezi kuyapanga, akitolea mfano Gerald Ford wa Marekani na Fernando Henrique Cardoso wa Brazili, akisisitiza kuwa kufanya kazi kwao kwa uadilifu na kuacha muda uamue nani atafaa kuwa rais. Maroto amesema Rais Samia kwa sasa ana majukumu mazito, yakiwemo ya kushughulikia masuala ya Oktoba 29 mwaka 2025 kupitia tume mbalimbali, pamoja na kuendesha diplomasia na kujenga ushirikiano wa wawekezaji na viongozi mbalimbali wa Afrika pamoja na dunia. Kwa msingi huo, Maroto amewataka wasaidizi wa rais kuacha siasa za kutengenezea nafasi na badala yake wamsaidie Rais Samia kuwaletea Watanzania maendeleo, akisisitiza kuwa utendaji wao wa leo unaweza kuwa ndio utakaowabeba kesho ikiwa urais umeandaliwa kwao. Makala ya Lukman Maroto inagusa suala nyeti la urais wa kisiasa, political succession na uaminifu wa wasaidizi wakuu kwa rais aliyepo madarakani. Kwa mujibu wa katiba, makamu wa rais na waziri mkuu ni wasaidizi wakuu wa rais. Maroto anasisitiza kuwa wajibu wao wa kwanza ni kuunga mkono urais na kuhakikisha serikali inafanya kazi na si kujenga misingi ya kampeni za baadaye. Anataja mazungumzo mitaani yanayowahusisha Nchimbi na Nchemba na urais wa mwaka 2030, ingawa hakuna kauli zao za moja kwa moja. Anatumia historia ya Nchemba kama vile mchakato wa mwaka 2015 kama sehemu ya muktadha. Hoja kuu si kuwa na ndoto, bali tamaa inayoweza kuharibu uaminifu. Maroto anaorodhesha madhara ya tamaa ya urais ambayo ni manne: kujenga makundi, kuvujisha siri, kujitenga na lawama za serikali na kutamani serikali ifeli ili kupata mtaji wa kisiasa. Anaona hii kama hatari kwa utulivu wa serikali na maendeleo. Gerald Ford Marekani alipanda madaraka bila kuchaguliwa kama rais baada ya kujiuzuru kwa Nixon, na Fernando Henrique Cardoso Brazil alikuwa mwanazuoni na waziri kabla ya kuwa rais. Maroto anatumia mifano hii kusisitiza kuwa utendaji mzuri na mazingira yanaweza kuleta nafasi na si kuipanga mapema. Makala ya Maroto inatoa onyo la busara kuhusu hatari ya tamaa ya madaraka ndani ya serikali. Hii sauti inausisitiza uaminifu na utendaji badala ya siasa za kujitengenezea nafasi. Katika siasa, ni kawaida kwa viongozi kuwa na matarajio ya baadaye. Changamoto ni pale tamaa inapogeuka kwa kipingamizi cha kazi ya sasa. Maroto anasisitiza hatari hiyo.
Siasa za CCM zimekuwa na historia ya makundi na ushindani wa ndani wakati wa mabadiliko ya uongozi. Onyo la Maloto linaungana na uzoefu huo. Kurejelea masuala ya Oktoba 29 mwaka 2025, diplomasia na uwekezaji kunaonyesha rais ana mzigo mkubwa. Wasaidizi wanaohitajika ni wale ambao wanazingatia kazi na sio wanaojenga kambi. Hii ni hoja ya utendaji wa leo unaweza kuwabeba kesho. Hii ni hoja yenye nguvu sana. Ikiwa mtu anafanya kazi kwa uadilifu, historia na mazingira yanaweza kumpatia nafasi. Ujaribu kupanga urais mapema kunaweza kuharibu sifa hiyo. Makala hii inakuja wakati wa mjadala wa katiba mpya, maridhiano na mvutano wa kisiasa. Inaongeza sauti inayosisitiza utulivu na utendaji ndani ya serikali. Kwa ujumla, Maroto anatoa ujumbe wa fanyeni kazi yenu kwa uaminifu, muda utaamua. Ni onyo linalolenga kuzuia makundi na kudumisha mshikamano wa serikali. Hii ilikuwa ni uchambuzi wa kina wa makala ya Lukman Maroto. Onyo lake kwa wasaidizi wa rais linagusa msingi wa uongozi na uaminifu. Je, wewe kama msikilizaji una maoni gani kuhusiana na hiki alichokisema huyu mwanahabari Lukman Maroto? Je, hawa watu wawili, yaani Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba pamoja na makamu wa rais Nchimbi, waache kujiandaa sasa hivi kwa mbio za urais na wamfaidie Rais Samia? Unaona yuko sahihi au waendelee na mipango yao kama wanayo hiyo ya kujiandaa na urais, kwa sababu sometimes preparation is better? Wewe unaona nini?